Leo tujifunze mapenzi ya Mungu pamoja kwa mahubiri yenye kichwa nguvu ya utii. Katika Biblia kuna mafundisho mengi kuhusu nguvu ya utii ambayo baba na mama walituamsha kwayo. Mungu alisema kwamba atafunua siri zake zilizofichwa kwa wale wanaomtii kikamilifu. Isitoshe, Mungu aliahidi kuwapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii. Hivyo, kutii neno la Mungu kunawezekana tu wakati kuna imani kamili katika Mungu. Kila mtu ana mawazo yake mwenyewe, ukaidi wao wenyewe na mwelekeo wao wenyewe wanaopendelea. Walakini lazima tuandike mioyoni mwetu kwamba Mungu anatupa maelekezo yote baada ya kuona mbele wakati ujao, na tujiulize, kwa nini lazima tuishi maisha ya utii kwa mapenzi ya Mungu? Leo tupate jibu kupitia Biblia. Tuangalie Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mwovu wanapaswa kuacha nini? Na aiache njia yake, na mtu mbaya na aiache mawazo yake. Yeye na amrudie Bwana. Wanadamu wote wana uwezo wa kufikiri. Walakini utii kwa Mungu unaweza kupatikana tunapoacha mawazo yetu. Sio tu kuhusu kuyatupa. Lazima tufanye hivyo kwa imani. Tunapokuwa na imani katika Mungu, tunaweza kujiweka tupu wenyewe, sivyo? Tuone mstari wa 7. Mtu mwovu na aiache njia yake, na mtu mbaya na aiache mawazo yake. Yeye na amrudie Bwana. Kwa maneno mengine, amrudie Mungu, naye atamrehemu, arudi kwa Mungu wetu, kwa kuwa atamsamehe bure kabisa. Kwa kuwa mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Njia ya kwenda mbinguni iitwayo wokovu ambayo Mungu aliweka inatofautiana na jinsi wanadamu wanavyofikiri. Njia kutoka Misri kwenda Kanaani ambayo Mungu aliwaongoza Waisraeli ilikuwa tofauti na njia ambayo Waisraeli walitaka kuchukua. Walakini njiani Mungu aliweka vipengele vingi ambavyo watu hawakuwahi kufikiria. Vivyo hivyo, kwa kuwa Mungu anasema tukiwa njiani kwenda mbinguni, mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, tunapaswa kufanya nini? Kupitia Biblia, Mungu anatuamuru tuwe watiifu kwa mafundisho yake yote. Tuendelee na mstari wa 9. Kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia, ndivyo njia zangu zilivyo. Zikoje? Juu kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kama vile mvua na theluji ishukavyo kutoka mbinguni, nayo hairudi tena huko bila kunywesha dunia na kuichipusha na kuistawisha, hivyo hutoa mbegu kwa mpanzi na mkate kwa mlaji, ndivyo lilivyo neno langu lile litokalo kinywani mwangu. Halitanirudia tupu, bali litatimiliza. Nini kitatokea? Hakika litatimizwa. Neno langu litokalo kinywani mwangu litatimiza mapenzi yangu. Lile nililokusudia na litafanikiwa katika kusudi lile nililolituma. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Kwa kuwa Mungu anasema, mawazo yangu si mawazo yenu, yatupasa kufuata mawazo ya nani, na tunapaswa kutii maamuzi ya nani kwa moyo unaosema ameni. Kuna nyakati nyingi mawazo ya Mungu na mawazo yetu ni tofauti. Kila jambo hilo linapotukia, tunapaswa kujiuliza, je, Mungu ana maoni gani kuhusu hili?
Kusudi lake ni nini? Je, Mungu huona nini kuwa thamani iliyo kuu? Hebu daima tulikumbuke hili na tumfuate Mungu hadi ufalme wa mbinguni. Kama wangaliambiwa waende katika nchi itiririkayo maziwa na asali peke yao, wasingalichagua njia ya jangwani. Wangepitia oasisi ambapo kuna maji na chakula na mahali ambapo watu wengi waliishi. Walakini mpango wa Mungu ulikuwa bora zaidi kuliko mipango yao. Mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko mawazo ya wanadamu. Kwa nini ni hivyo? Tukiangalia Isaya sura ya 46 tunaweza kupata jibu. Tuangalie Isaya sura ya 46 mstari wa 10. Katika Isaya sura ya 46 mstari wa 10 Mungu anasema, ni mimi nitangazaye mwisho tangu. Mungu anaitangaza tangu lini? Mwanzo, naam, tangu zamani za kale, mambo ambayo hayajatendeka. Ninasema, kusudi langu ndilo litakalosimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kutoka mashariki ninaita ndege awindaye, kutoka nchi ya mbali mtu atakayetimiza kusudi langu. Lile ambalo nimelisema ndilo atafanya nini? Nitakalolitimiza, lile nililolipanga ndilo nitakalolitenda. Kwa kuwa Mungu huona mwisho tangu mwanzo, tunapaswa kupokea mwongozo wake. Katika mchakato tunaopitia, inaweza kuhisiwa kama hakuna tumaini kwa sababu ya ukosefu wa maji na chakula, lakini Mungu huwaongoza watoto wake akiona matokeo ya mbele. Maadamu hatunung'uniki, hatulalamiki, wala kupoteza imani katika Mungu wakati wa mchakato, tutaingia katika ufalme wa milele wa mbinguni, kama vile Yoshua na Kalebu walivyoingia nchi ya Kanaani. Bila shaka tunaweza kuingia humo. Walakini ikiwa mawazo ya kibinadamu yanaendelea kuingilia kati, inakuwa shida. Mashujaa wa Gideoni walikuwa wachache kupigana dhidi ya wale askari wa adui 135,000. Mungu aliwatuma wanajeshi 22,000 kati ya 32,000 kurudi nyumbani, akibakiza 10,000 tu. Una maoni gani kuhusu mbinu hiyo? Tukimfuata Mungu tu, tunaweza kupata ushindi. Vipi kama Gideoni angesema, Mungu, hili haliwezekani kabisa. Hata pamoja na wanajeshi wetu 32,000, bado hatutoshi. Badala yake, tafadhali tupe wanajeshi zaidi. Kwa kawaida kila mtu angeomba. Walakini Mungu alisema, warudishe wale 22,000. Sihitaji wale wanaoogopa. Ninaliamuru jeshi hili na kuliongoza. Warudishe wale ambao hawaniamini na wanatetemeka kwa hofu. 22,000 walirudishwa. Watu wapatao 10,000 walioonekana kuwa na imani yenye ujasiri walibaki. Hata akiwa na watu 10,000 angeweza kubuni mikakati mbalimbali, lakini Mungu alisema hawa ni wengi mno. Punguza idadi. Gideoni lazima alikuwa amechanganyikiwa. Kama Gideoni angalikosa imani katika Mungu, akitegemea fikira za kibinadamu, kamwe asingaliweza kuongoza katika vile vita kama kamanda. Aliweza kupigana katika vile vita kwa sababu aliamini kwamba Mungu atawaongoza na kuwapa ushindi. Wapeleke majini nao wanywe washibe. Watu 10,000 walikunywa maji hayo. Mungu alipambanua nani angejisalimisha na nani angebaki hadi mwisho.
naye akasema, ninahitaji watu 300 tu kwa ajili ya vita hivi. Kuwashinda askari adui 135,000 kwa askari 300 tu ni vigumu sana. Ilikuwa tofauti na vita vya kisasa vinavyotumia silaha za maangamizi makubwa. Katika siku za zamani za vita vya nguvu dhidi ya nguvu, hili lilikuwa jambo lisilowezekana kuwazia. Tafadhali fikiria kuhusu nguvu ya utii wa Gideoni, kuwarudisha nyumbani watu 9,700 na kubakiza 300 tu. Je, hatimaye haikuongoza kwenye matokeo ya ajabu ya kuwaokoa Israeli kutoka kwa Wamidiani? Kila mtu, nguvu ya utii siku zote huongoza kwenye matokeo mazuri. Hii ni kwa sababu Mungu huona matokeo na anatekeleza kila kazi ipasavyo. Mungu huona mustakabali wetu, huku tunautazama wakati wa sasa tu. Tunakuwa na wasiwasi kupita kiasi na wakati wa sasa na tunakosa uwezo wa kuona mbele. Hivyo, tunapaswa kufanya nini? Tunapaswa kufuata popote Mungu anapotuongoza. Biblia inatuambia kwamba watoto wanaofuata popote Mungu anapoongoza wataokolewa katika siku za mwisho. Mwamini Mungu kabisa na utashiriki katika utukufu. Biblia inatuamsha kwa ukweli huu. Biblia inatuambia kwamba Mungu huwapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii, na anawawezesha wale wanaomtii kuelewa hata siri zake zenye kina. Kwa kuwa Mungu huona mwisho tangu mwanzo na anatujulisha mambo yote ambayo bado hayajatimizwa, tunapaswa kuamini kabisa katika maamuzi ya Mungu, sivyo? Kwa hiyo Mungu daima huweka kazi za kushangaza kwa utii. Tukitoa mawazo yetu wenyewe, tukisema hivi ndivyo ninavyowaza, hayawezi kutuongoza kwenye ukamilisho katika Injili. Lazima tuulize, mapenzi ya Mungu ni nini? Mungu anawaza nini? Je, Mungu anataka zaidi ya askari 32,000 au anataka kupunguza idadi hiyo? Ushindi au kushindwa kunategemea mapenzi ya Mungu. Lazima tuamini hilo. Ingawa tunaweza kuhisi tunapungukiwa kwa njia nyingi sasa hivi, Mungu anafanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba wanadamu wote wanaweza kuisikia Injili kwa njia yoyote iwezekanayo. Amini katika matokeo na endelea na imani yako kwa bidii. Je, hili si ombi kutoka kwa Mungu? Katika Yohana sura ya 2, tuone jinsi kazi ya utii inavyojitokeza kupitia mfano ulioonyeshwa katika karamu ya arusi. Tuangalie Yohana sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 1. Siku ya 3 kulikuwa na arusi katika mji wa Kana ya Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo pale. Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa arusini pia. Divai ilipokwisha, mama yake Yesu akamwambia, wameishiwa na divai. Yesu akamwambia, mwanamke, nina nini nawe? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Aliwaambia watumishi, lolote Yesu analowaambia fanyeni sawasawa na asemavyo. Mstari wa 6. Basi ilikuwepo mitungi 6 ya kuhifadhia maji iliyotengenezwa kwa mawe kwa ajili ya kujitakasa kwa desturi ya Kiyahudi. Kila mtungi ungeweza kuchukua vipipa 2 au 3. Yesu akawaambia wale watumishi, ijazeni hiyo mitungi maji. Nao wakaijaza ile mitungi mpaka juu. Kisha akawaambia, sasa choteni hayo maji kidogo, mpelekeeni mkuu wa meza. Hivyo wakachota wakampelekea.
Yule mkuu wa meza akayaonja yale maji ambayo yalikuwa yamebadilika kuwa divai. Hakujua divai hiyo ilikotoka, ingawa wale watumishi waliochota yale maji wao walifahamu. Basi akamwita bwana arusi kando, akamwambia, watu wote hutoa kwanza divai nzuri, kisha huleta ile divai hafifu wageni wakisha kunywa vya kutosha, lakini wewe umeiweka ile nzuri kupita zote mpaka sasa. Huu ndio uliokuwa muujiza wa kwanza Yesu aliofanya Kana ya Galilaya. Hivyo Yesu alidhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Hapa tunaweza kuona kwamba Maria, mama ya Yesu, aliwaagiza watumishi, lolote analowaambia fanyeni. Kama matokeo ya utii kwa neno lake, walishuhudia kazi ya kimuujiza ya Mungu ya kubadili maji kuwa divai. Kuna vipengele vingi. Nguvu ya utii inaweza kuonekana katika historia ya Petro na katika huduma ya wanafunzi. Kisa cha Petro kinajulikana sana, sivyo? Tuangalie Luka sura ya 5. Utii huleta nguvu kubwa. Kazi ya Mungu ya wokovu inaweza kuonekana kuwa yenye mapungufu kutoka kwa mtazamo wa kihesabu wa wanadamu. Walakini Mungu akitangaza, injili hii itahubiriwa kwa ulimwengu, hakika itafanyika. Lazima muendelee na imani. Hebu tujifunze kuhusu nguvu ya utii kupitia Petro kwa kufungua Luka sura ya 5 mstari wa 1. Sura ya 5 mstari wa 1. Siku moja Yesu alipokuwa amesimama karibu na ziwa la Genesareti, watu wengi wakiwa wanasongana kumzunguka ili wapate kusikia neno la Mungu, akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa, zikiwa zimeachwa hapo na wavuvi waliokuwa wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mojawapo ya hizo mashua ambayo ilikuwa ya Simoni. Je, si Simoni Petro? Akamwomba aisogeze ndani ya maji kidogo kutoka ufuoni. Kisha akaketi na kufundisha watu akiwa mle ndani ya mashua. Alipomaliza kunena, akamwambia Simoni, sasa peleka mashua hadi kilindini, kisha mshushe nyavu zenu mkavue samaki. Simoni akamjibu, Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha na hatukuvua chochote, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Nao walipozishusha nyavu zao, wakavua samaki wengi sana, nyavu zao zikajaa zikaanza kukatika. Wakawaashiria wavuvi wenzao kwenye ile mashua nyingine ili waje kuwasaidia. Wakaja wakajaza mashua zote mbili samaki hata zikaanza kuzama. Simoni Petro alipoona haya yaliyotukia, alianguka miguuni mwa Yesu na kumwambia, Bwana, ondoka kwangu, mimi ni mtu mwenye dhambi. Kwa kuwa yeye na wavuvi wenzake walikuwa wameshangazwa sana na wingi wa samaki waliokuwa wamepata. Vivyo hivyo wenzake Simoni, yaani Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, walishangazwa pia. Ndipo Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Hivyo wakasogeza mashua zao mpaka ufuoni mwa bahari, wakaacha kila kitu na kumfuata. Kama tunavyoona hapa, baada ya Petro kukaa usiku kucha bila kuvua hata samaki mmoja, aliamriwa kwenda nje na kuzishusha nyavu. Kwa kufanya hivyo, alijaza mashua mbili kwa samaki wengi sana. Tukio kama hilo la kushangaza lilitokea. Kupitia tukio la Petro na muujiza wa arusi huko Kana, hatua kwa hatua Mungu alifunua kwamba tunapomtii katika maisha yetu ya kila siku, nguvu za kiroho zinaweza kutokea. Hebu tuhakikishe kwa mara nyingine tena kwamba Mungu huwapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii. Tufungue Matendo sura ya 5. Nguvu ya utii yenye msingi wa imani inaturuhusu kumtii Mungu kwa shangwe na utayari, sivyo? Ni vigumu kujionea uweza wa Mungu ikiwa kazi inafanywa kwa kusitasita. Kwa moyo wenye shangwe, hebu tuamini kwamba Baba na Mama wameuona mwisho na kuamuru kilicho bora kwa ajili ya wakati wetu ujao. Ndipo tunaweza kupokea matokeo mazuri na yenye neema.
Tuangalie Matendo sura ya 5 mstari wa 28. Sura ya 5 mstari wa 28. Tuliwaonya kwa nguvu msifundishe kwa jina hili, lakini ninyi mmeijaza Yerusalemu yote mafundisho yenu, na tena mmekusudia kuleta damu ya mtu huyu juu yetu. Petro na wale mitume wengine wakajibu, imetupasa kumtii. Imetupasa kumtii nani? Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, ambaye ninyi mlimuua kwa kumtundika kwenye msalaba. Mungu alimtukuza, akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na Mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Nasi tu mashahidi wa mambo haya, vivyo hivyo na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wale wanaomtii. Hapa katika mstari wa 32, Mungu anawapa nini wale wanaomtii? Roho Mtakatifu hapewi mtu yeyote tu, bali wale wanaotii mafundisho yote ya Mungu. Ikiwa tunataka kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, lazima tuamini katika nguvu ya utii. Mungu huona mustakabali wetu, anajua mwanzo na mwisho, na anaongoza kila kitu. Ndiyo maana Mungu anatuweka sisi watoto wake katika mahali panyoofu na salama zaidi. Katika Kumbukumbu sura ya 8 na sura ya 28, wakati mwingine Mungu anatufanya tuone njaa na wakati mwingine anatunyenyekeza. Kupitia safari hii katika jangwa la imani, Mungu anatufundisha tupilie mbali roho zote mbaya na za kiburi na tukuze moyo mnyenyekevu na mpole, pamoja na imani inayomwelewa ipasavyo. Hatupaswi kufikiri, ninamwamini Mungu. Basi, kwa nini maisha yana changamoto nyingi? Kwa nini inachosha sana? Kwa nini ni vigumu sana? Badala yake, tunapaswa kujiuliza, kusudi la Mungu katika kunipa maisha ya aina hii ni nini? Anataka nitambue nini? Ninahitaji kujifunza nini? Hili ndilo jambo ambalo wanafamilia wa Sayuni wanapaswa kuzingatia kwanza. Tuangalie mstari mwingine katika Warumi. Tuangalie Warumi sura ya 6 mstari wa 13. Warumi sura ya 6 mstari wa 13. Wala msivitoe viungo vya miili yenu vitumike kama vyombo vya uovu vya kutenda dhambi, bali jitoeni kwa Mungu, kama watu waliotolewa kutoka mautini kuingia uzimani. Nanyi vitoeni viungo vya miili yenu kwake kama vyombo vya haki. Ni lazima tuweke mwili, nia na nafsi yetu yote wakfu kwa Mungu kama chombo cha haki. Tuone mstari wa 14, kwa maana dhambi haitakuwa na mamlaka juu yenu, kwa sababu hampo chini ya sheria, bali chini ya neema. Ni nini basi? Je, tutende dhambi kwa kuwa hatuko chini ya sheria bali chini ya neema? La hasha. Je, hamjui kwamba mnapojitoa kwa mtu yeyote kama watumwa watiifu, ninyi ni watumwa wa yule mnayemtii, aidha watumwa wa dhambi ambayo matokeo yake ni mauti, au watumwa wa utii ambao matokeo yake ni haki? Lakini Mungu ashukuriwe kwa kuwa ninyi ambao kwanza mlikuwa watumwa wa dhambi, mmekuwa watii kutoka moyoni kwa mafundisho mliopewa. Nanyi mkisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mmekuwa watumwa wa haki. Katika kitabu cha Warumi sura ya 6 kinasema kwamba sisi ni watumwa wa yule tunayemtii, na kwamba sisi, tukiwa na imani katika utii kwa Mungu, si watumwa wa dhambi tena, bali watumwa wa haki. Hivyo Biblia inaeleza kwamba ijapo tulikuwa watumwa wa dhambi, Mungu ametuweka huru mbali na dhambi kwa njia ya haki.
Kwa muda wetu wote uliobaki, hebu tuimarishe imani yetu katika Mungu popote baba na mama wanapotuongoza. Ikiwa ni neno la Mungu, tunapaswa kulitii. Ikiwa ni neno lililotolewa kwenye karamu ya arusi huko Kana, au neno alilopewa Petro ambaye alikuwa akivua samaki kwenye ufukwe wa bahari ya Galilaya. Kama vile Mungu alivyomwambia Gideoni, Mungu akituambia tuwarudishe nyumbani wale wanaotetemeka kwa hofu kutoka miongoni mwa wale 32,000, sisi pia tunapaswa kufanya hivyo kwa furaha. Kwa kuwa ulisema hata 10,000 ni wengi mno, nifanye nini? Shuka chini kwenye maji na waache wanywe. Baada ya kuangalia njia yao ya kunywa na mwenendo, Mungu alisema, wana imani chini ya hali za sasa, lakini wanaweza kushindwa katika hali zenye changamoto. Warudishe nyumbani. Baada ya kufanya hivyo, watu 300 walibaki. Nguvu ya utii ilisababisha matokeo mazuri. Kwa hiyo, utii wetu unapokamilika, Mungu atafanya nini kwa kila tendo la kutotii? Atawaadhibu. Kwa kuwa utii wetu bado unaonekana kuwa haujatakaswa na haujakamilika machoni pa Mungu, Mungu bado hajawahukumu wale wasiotii. Hii inamaanisha kwamba bado kuna mengi ya kuboresha katika utii wetu katika mtazamo wa Mungu. Hebu tuwaongoze wanadamu wote kwenye njia ya wokovu kupitia nguvu ya utii. Leo tunasoma tena neno la Mungu kwa kusudi la kulitii. Ni kufuata mapenzi ya Mungu. Mungu alituagiza tukae mbali na mambo yote yasiyo ya neema na maovu na tufuate mafundisho yake ya wema. Kwa hiyo haijalishi mambo maovu kiasi gani yanaweza kupendeza masikio na mioyo yetu, lazima tuyaache Mungu anaposema yaacheni. Je, haikuandikwa katika Ayubu sura ya 22, hazina zako ziweke mchangani? Imeandikwa, tupa hazina zako mchangani na kisha Mungu atakuwa hazina yako. Huenda bado tunashikilia vitu tukifikiri itakuwa sawa kubaki angalau kiasi hiki. Ikiwa kuna vipengele ndani ya imani yetu ambavyo haviendani na mapenzi ya Mungu, hebu tuvitupilie mbali ili kwamba tuweze kuwa na roho kamili wa Mungu akifunika nafsi zetu. Zaidi ya hayo, Mungu atazipa roho zetu msukumo wa kweli, akituwezesha kuzaliwa upya kama wajumbe wake wanaoeneza habari zilizobarikiwa kwa wanadamu wote. Kote katika Biblia, Abrahamu, Noa, Mose, Yeshua, Mtume Petro, Mtume Paulo na Mtume Yohana wote walipokea baraka zao kupitia nguvu ya utii. Mashujaa wote wa imani walimtazama Mungu kupitia nguvu ya utii na siku zote waliishi maisha ya ushindi katika ukweli wakiwa na imani katika Mungu. Yote yalikuwa kwa sababu walimwamini Mungu anayejua mwisho tangu mwanzo. Natumaini watoto wote wa Sayuni pia watamfuata Baba wa mbinguni Ansanghong na Yerusalemu mpya Mama wa mbinguni ambao wamekuja katika dunia hii kutuokoa. Huku tukitii mafundisho yao kikamilifu, hebu tuwatafute kaka na dada zetu wote waliopotea na turudi nyumbani kwetu mbinguni. Zaidi ya yote, kwa kuwa tunahubiri Injili kwa moyo wa utii kwa neno la Mungu, sina shaka kwamba tutapokea baraka kubwa. Kila mtu aeneze Injili kwa neema ndani ya upendo na baraka za baba na mama.
Kwa kuwa Mungu aliyesema tupa nyavu zako, sasa anatuamuru hubiri, hebu tuhubiri kwa bidii. Ninaomba kwamba wanafamilia wote wa Sayuni wajazwe na shangwe kwa njia ya utii kwa neno la Mungu na kufurahia matokeo yenye neema ya Roho Mtakatifu. Naomba muwe na mambo mengi mazuri ya kujionea. Mungu daima huwasaidia watoto wake wanaojitahidi kushiriki upendo mtakatifu wa baba na mama. Ni kwa sababu wanalitii neno. Ninaomba kwamba mtawasilisha Injili kwa uzuri kwa kila mtu katika kijiji cha kimataifa, mkiamini kwamba Mungu atatusaidia daima. Hebu tuamini kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja na wale ambao ni watiifu. Nikitumaini kwamba mmepokea neema, ningependa kuhitimisha mahubiri. Asanteni.